za DW. Josephat Charo na Sam Mjama. Nafikiri ni kitu ambacho nchi zetu lazima zikae zifikirie kuwekeza zaidi katika upande wa wachezaji na vile vile makocha. Jacob, bado timu kubwa kimabano ambazo zinafahamika zaidi pengine tunaona kama tishio, mfano Senegal, DRC, pengine kwa kiwango cha Afrika Mashariki unaweza sema ni miongoni mwa timu ambazo labda zimeonyesha uthubutu, bado zinasubiri ima ushindi mwembamba ama timu ambayo iko katika grupu moja nayo iweze kupoteza ndio wao waweze kufuzu. Labda pengine tatizo liko wapi kwa wakati huu, na iwapo watafanikiwa kuenda kwa muendelezo huo wa ushindi mwembamba na bahati nasibu, je, wataweza kufikia popote katika mashindano ya kombe la dunia? Si ajabu kuna timu kubwa zikikosa kushiriki kombe la dunia. Nakumbuka mwaka wa 2000 na nafikiri miaka hiyo ya 2000 timu ya England ilikosa kufuzu kombe la dunia wakati huo, na wengi wakasema kombe la dunia kwa sababu England haipo basi safari hii litakuwa halina mvuto, lakini lilikuwa na mvuto kama tunavyojua michuano ya kombe la dunia ilivyo. Safari hii kwa timu kama Senegal sina wasiwasi sana nayo. Ni timu ambayo ni nzuri na hata ikafuzu haitegemei haijalishi itakavyofuzu, lakini itakapokuwa kule kwenye kombe la dunia, mchezo itakaoonyesha ndio jambo ambalo litatazamwa sana. Haitaangaliwa safari yake ya kufuzu ilikuwaje. Na hakika timu kama Senegal ikitia guu tu kwenye kombe la dunia, ni timu ya kwanza ya Afrika kufika hatua ya robo finali katika mashindano haya, nikumbuka wakati huo. Kwa hiyo itakapofika katika kombe lile, inajua umuhimu. Wachezaji wake ni wachezaji wa kulipwa, wachezaji ambao tunawatazama sana hapa katika kandanda la Ulaya. Kwa hiyo wako tayari na nafikiri wataonyesha mchezo ambao tunaufahamu kwa timu ya taifa ya Senegal. Basi kabla tuende mbali, waandishi wetu ambao wako katika maeneo mbalimbali wanafuatilia labda mataifa yao yamepiga hatua kwa kiasi gani, tuanzie kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wetu Zuberi Ali amekusanya taarifa na hatma ya DRC. DRC ilishinda mechi dhidi ya Togo Ijumaa kwa bao 1-0 na kurudisha matumaini kwa DRC kufuzu kwenye kombe la dunia baada ya kupoteza dhidi ya Senegal, mechi ambayo kwa Wakongomani ilikuwa mlango pekee wa kuingia kombe la dunia. Kwa baadhi ya Wakongomani wanaamini Kongo bado inayo nafasi ya kwenda kwa mara ya pili kwenye kombe la dunia. Masudi David na Kayumba Eric ni mashabiki wa timu ya taifa. Ushindi una manufaa kwa ukubwa kwa sababu tulikuwa tunauhitaji ili kujihakikishia kupata nafasi ya kuweza kumpatia tena pressure Senegal. Soka inakuaga na surprise zake na lolote linaweza likatokea. Senegal akatandikwa na sisi tukamtandika Sudani na tukachukua tiketi kibabe na tukaenda tukashiriki mashindano. Tukisema DRC wapite moja kwa moja ile tusao, kwa sababu nafasi waliokuwa nayo ni zidi ya Senegal na wakutumia nafasi vizuri. Na unajua kwenye soka wakati mnapata nafasi kama na hizo mnapasha zitumia vizuri, kwa sababu sioni timu ya Senegal kufungwa. Baada ya ushindi huo, kocha Sebastien Desabre anaamini kuwa timu yake itaenda kwenye hatua ya mchujo. Kwetu sisi tunafikiria kuwa tukishinda mechi 3 zijazo tutaenda kwenye mchujo wa kombe la dunia. DRC inajiandaa kukipiga dhidi ya Sudan kesho, wakati wakiombea Senegal ifungwe au Kongo ichukue nafasi ya timu 4 zitakazopambana kutafuta timu itakayoenda kwenye mchujo. Ramazani Kaambwe anatoa maoni yake kuhusu timu ya Kongo. Matumaini yetu ni makubwa sana kwenye kufuzu kama best loser. Kongo asilimia kubwa huwa tunapita tukiwa na kalkuleta mkononi, lakini zile ya kusema kwamba hii mechi tuna uhakika nayo kwa 100%, mara nyingi ndio huwa atufuzu. Sio kazi rahisi, lakini ukiingia vitani lazima ujipange kwa ajili ya mapambano hayo. Mataifa mengine na wao pia wanajua kwamba Afrika kuna watu watatoka huko na ni wa hatari sana. DRC bado safari
ni ndefu, kwani timu 4 zitachuana ili kutafuta timu moja itakayowakilisha Afrika kwenye mchujo utakaoshirikisha mabara tofauti. Bara la Afrika litawakilishwa na timu 9 zitakazofuzu moja kwa moja. 5 miongoni mwao tayari zimejikatia tiketi. Mnamo mwaka 1934, Misri ilikuwa timu ya kwanza ya Afrika kushiriki katika fainali za kombe la dunia, wakati DRC ikijulikana kama Zaire ilishiriki katika michuano hiyo mnamo mwaka 1974 na kuwa timu ya kwanza ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kufuzu. Zuberi Ali, DW Michezo. Umesikia hapo Zuberi Ali, na baadhi ya mashabiki ambao wanafuatilia kule Kongo wanasema ni kuiombea Senegal iweze kupotea ama iweze kupoteza mechi yake. Ni ushindi mwembamba. Kitu kigumu. Kwa hiyo maombi pekee yanatosha. Maombi pekee na kufuzu kama best loser. Yaani hapo matumaini Jacob naona ni finyu sana. Na sio huko tu, lakini pia matumaini ya timu ya Rwanda kuweza kufuzu nayo pia tayari amefifia baada ya kupigwa na Benin 1-0 wakiwa nyumbani pale Kigali. Christopher Karenzi naye ametutumia ripoti. Kwanza tuwasikize wanasemaje watu wa Rwanda, alafu tuendelee kujadili. Kocha wa timu ya taifa ya Rwanda Adel Amrouche amefichua kuwa aliumizwa sana na kushindwa kwa timu yake mbele ya mashabiki wa nyumbani, akiwepo pia rais wa Rwanda Paul Kagame. Amewataka mashabiki kutokata tamaa. Tumeumia sana, lakini huu sio mwisho wa maisha. Huu ni mpira wa miguu. Tunaweza kuiona Rwanda kwenye michuano ya AFCON. Niamini. Aidha, Amrouche amewaasa Wanyarwanda kuendelea kuipenda timu yao ya taifa na kupuuzia tetesi zisizo na msingi, akisisitiza kuwa Amavubi, timu ya taifa ya Rwanda, itaendelea kujengwa iwe ni yeye au kocha mwingine. Kesho Jumanne, Rwanda itacheza mechi yake ya mwisho ya kufuzu kwa kombe la dunia 2026 ambapo imesafiri kuikabili Afrika Kusini. Ushindi huu wa Benin haukumaliza tu kampeni ya Rwanda, bali pia umebadili mwelekeo wa kilele cha kundi C. Benin sasa imekaa kileleni ikiwa na pointi 17, ikizidi Nigeria kwa pointi 3 kuelekea michezo ya mwisho ya makundi. Matokeo hayo pia ni pigo kubwa kwa matumaini ya Nigeria ya kufuzu, licha ya ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Lesotho. Katika mchezo mwingine muhimu wa kundi hilo, Zimbabwe na Afrika Kusini zilitoka sare baada ya pambano gumu, jambo ambalo lilizidi kufanya ushindani wa kufuzu kuwa mkali zaidi. Kocha mkuu wa Benini Jonot Rohr akiongea na vyombo vya habari amesema kwamba atakuwa na kibarua kesho na Super Eagles. Ingekuwa vyema zaidi kama Zimbabwe ingelifunga Nigeria, mambo yangekuwa mazuri, kwa sababu timu 3 zote zina nafasi ya kufuzu. Tuna mechi ngumu zaidi. Ninawajua vizuri sana. Si rahisi kushinda, hasa kwa kuwa Super Eagles wana nafasi ya kufuzu. Kwa hiyo hii ni fainali. Leo ilikuwa kama nusu fainali. Sasa tunakwenda kucheza fainali. Kwa sasa Rwanda inashika nafasi ya 4 kwenye kundi C ikiwa na alama 11. Kutoka DW Kigali, huyu ni Christopher Karenzi. Na mmesikia mambo ya Rwanda na vile vile mambo ya DRC, na matumaini ya Nigeria pia yanatajwa kuwa na mashaka. Jacob, pengine mtazamo wako kuhusiana na kikosi cha timu ya taifa ya Nigeria Super Eagles, labda katika kutafuta nafasi ya kufuzu kwa kombe la dunia, wewe unaionaje timu hii? Hii si mara ya kwanza kwa Nigeria kujipata katika hali kama hii. Ishawahi pia kukosa kombe la dunia, na hata kitambo pia Nigeria walikuwa katika hali kama hii. Unakumbuka kipindi kile cha wachezaji kama mahiri kama kina Nwankwo Kanu, kina JJ Okocha. Ni timu ambayo katika bara la Afrika ilikuwa na wachezaji nyota kwelikweli ambao walikuwa ukiangalia kwenye karatasi unasema moja kwa moja unaenda kushinda mechi. Lakini kuna wakati walikuwa hawana kocha mzuri na kocha alishindwa
kuwaleta pamoja, mbinu zake zilishindwa kuwaleta pamoja wale wachezaji licha ya kuwa na uwezo mkubwa wa kibinafsi, lakini walishindwa kuingiliana uwanjani, na ndicho kinachofanyika sasa hivi Nigeria, na ndio maana wamejipata katika nafasi hii. Timu nyingine zimeshajikatia nafasi ya kwenda kombe la dunia, lakini wao wanajikuta bado wanasuasua. Sijui hatma yao ni gani, lakini nafikiri wako katika hali ambayo si nzuri. Kwa hiyo nafasi 9 zinaendelea kupambaniwa katika bara la Afrika, lakini Ulaya 4 zimebaki. 5 tayari zimeshajikatia tiketi. Hapo aliposema nani Jacob, Nigeria iko taabani. Ya, kwa sababu kuna Cape Verde ambao wanakaribia, alafu Cameroon nao pia wananyosha. Kwa Ivory Coast pia nao wanakaribia. Kwa hiyo unaona nafasi ya Nigeria inaendelea kuwa ngumu. Mbali na bara Afrika, Ulaya pia kuna timu ambazo pengine zinaonyesha kwamba kusuasua. Nianze na Ufaransa. Kikosi chake kinakabiliwa na majeraha tele ama majeraha kibao, akiwemo Kylian Mbappe, Ousmane Dembele na wengineo. Labda pengine hii inaleta athari kwa kikosi cha Ufaransa, kwa sababu tunaamini Ufaransa ni timu ambayo ina ushindani mkubwa, na katika kombe la dunia pengine ingekuwa miongoni mwa zile timu ambazo labda zingeonekana na kasheshe zaidi. Sijui, mimi sina wasiwasi na Ufaransa, pamoja na kwamba umetaja wachezaji nyota kwamba wana majeraha, kwa hiyo hawatakuwa na mchango, lakini Ufaransa kwa sasa hivi nafikiri wana wachezaji wazuri, golden age tunasema. Kikosi chao ni kipana. Kwa hiyo wala tasifikiri kabisa. Ufaransa nafikiri watafuzu, ama Jacob watafuzu moja. Sioni wakipewa tishio lolote na timu ya Iceland. Sioni. Hata kama watazuiwa, lakini kikosi chao ni kipana, ni kizuri. Nafikiri Ufaransa wapo na watakwenda. Miongoni mwa timu ambazo pengine unaweza kuona ukasema moja kwa moja haitetereki, bila shaka ni timu ambazo tutashuhudia ushindani mkali katika kombe la dunia. Ni kama gani mbali na Ufaransa? Kwa sababu nyote wawili nimeona ni kama pengine mnaisapoti Ufaransa tayari. Mimi nilitamani sana Harambee Stars waweze kupata nafasi wafike, lakini kwa matumaini yalivyo sasa hivi wameonyesha uwezo mkubwa. Tumeona jinsi walivyofanya. Mimi nasikitika sana. Kuna kauli imesema tumeumia sana, lakini huu sio mwisho wa maisha. Kocha huyu wa Mavubi, ilikuwa ni kocha wa Mavubi. Hii inaonyesha kabisa amekata tamaa, na mimi nasema hivyo nimeumia sana. Pole sana. Unaona kwamba timu hii kwa kweli haiwezi kufikia kiwango hicho. Lakini kujibu swali lako, nafikiri Hispania itaendelea kung'ara, England pia ikiwepo itaendelea kung'ara, Wajerumani wakiwepo pia wataendelea kusumbua. Vipi kuhusu Brazil pia wakifanikiwa wataendelea kusumbua vile. Kwa hiyo nafikiri litakuwa kombe la dunia ambalo litakutanisha timu ambazo ni kubwa, litakuwa na ushindani mkali kweli. Brazil, na ukizungumzia Brazil katika kombe la dunia huo unazungumzia kulibeba kombe la dunia, lakini nafikiri kiwango chao kilishuka mno, na sasa hivi bado hakijafika tena katika kiwango hicho cha kubeba kombe la dunia. Katika kubeba kombe la dunia sasa hivi nafikiri tutazungumzia timu kama Uhispania, England, Ufaransa, Argentina, mabingwa watetezi, bado wako vizuri mno. Kwa hiyo nafikiri hizo ndio timu ambazo nitaziweka katika kundi la zile timu ambazo zina uwezo mkubwa wa kufika mbali sana. Ila Brazil nafikiri wataleta ile ladha ile katika ile mashindano. Lakini wametoka kufungwa bao 5, kwa hiyo ni timu ambayo kocha Ancelotti lakini unajua katika ngazi ya mashindano kama yale yanapoanza, ndo unaona sasa timu zinapata pandisha munkari. Kwa hiyo nafikiri italeta ladha, na nafikiri inaweza kuwa miongoni mwa zile timu ambazo zinaweza zikafanya maajabu kinyume cha matarajio. Asante Josephat na Jacob, lakini tuelekee kule Mombasa ambako hofu imetanda baada ya mashindano ya boti yanayofahamika kama East African Ocean Festival kupatikana ama kutokea mkasa ya boti kuzama, na Halima Gongo yupo kwenye line ya simu. Halima, vipi, mambo poa? Salama sana, nashukuru. Labda pengine utupe taarifa namna ambavyo shughuli za uokoaji zimefikia wapi katika mashindano hayo, na labda pengine baada ya tukio hili la boti kuzama, je, yameendelea ama bodi ya kuandaa inasemaje? Kufikia sasa shughuli imekamilika.
tunapozungumza hivi sasa niko nje ya ofisi ya gavana wa Mombasa, Abdulswamad Sharif Nassir, ambaye yuko tayari kuzungumza na wanahabari kuhusiana na kukamilika kwa shughuli hiyo. Maanake ile miili miwili ambayo ilikuwa inatafutwa imepatikana. Na hivi sasa ndio mashindano yalisitishwa ile siku tu ya Ijumaa ambapo tukio hilo lilipotokea. Mashindano yalisitishwa na kufikia sasa shughuli za uokoaji zimekamilika. Na labda familia za hao waliopoteza maisha yao, na miongoni mwa baadhi walioshiriki wanasema wengine hawakuwa wamepewa life jackets. Hili limezungumziwaje hapo Mombasa? Kusema kweli, hili ni swala ambalo limezua mjadala kwa wachezaji wenyewe waliokuwa wanashiriki hayo mashindano na pia wakazi, kwa sababu kusema ukweli ni ukweli waliokuwa wanashiriki hayo mashindano baadhi yao hawakuwa na hivyo vifaa vya usalama kama hizo life jacket. Na wengi wao walikuwa wana si kikundi hicho peke yake cha Kijiweni Youth Group ambacho hakikuwa na hizo life jackets, lakini pia timu zingine nyingi hazikuwa nayo, na ni jambo ambalo limezua mjadala kwa vyombo vya usalama, hasa usafiri wa baharini, wakisema kuwa ni jambo la hatari sana kuandaa tamasha kama hizo au mashindano kama hayo bila kuwa na vifaa maalum ambavyo vinahitajika. Manake inasemekana boti hilo lilizama wakati timu hii ya Kijiweni Youth Group walipokuwa wanaelekea katika ushindi, walisimama kwenye ile boti na boti ikakosa mwelekeo, ndio ikapinduka na Halima, ni tukio la kusikitisha kwa kweli, lakini muda nao umetutoka. Natumai kwamba serikali ya kaunti ya Mombasa itaendelea kuweka mikakati mwafaka katika kuhakikisha kwamba masuala ya usalama yanazingatiwa katika mashindano hayo. Na mie basi nifunge mjadala hapa studio. Asante sana Jacob, asante sana Josephat, na asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuwa nasi. DW. Asante sana Saumu Njama, Josephat Charo na Jacob Safari katika awamu hiyo ya mjadala, ambapo basi tunaelekea ukingoni. Pokea makala ya saa 7.